Kwa jina naitwa Jebla Kambole, wakili wa kujitegemea ambaye nilikuwa mlalamikaji katika hili shauri namba 32 la mwaka 2015, Jebla Kambole dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tukipinga baadhi ya vipengele vya sheria ya makosa ya mitandao. Katika uamuzi wa leo ambao umetolewa mbele ya majaji watatu, Jaji Lwangisa, Jaji Koloso pamoja na Jaji Mwandambo, mahakama imetamka wazi kwamba baadhi ya vipengele vingi miongoni mwa vilivyomo kwenye sheria ya makosa mitandao viko sawa na vinaendana na katiba kwa mujibu wa ibara ya 18 ambayo inaeleza kuhusu haki ya kujieleza, lakini ibara ya 17 inayotoa uhuru wa kwenda sehemu yote unayotaka. Pamoja na maamuzi hayo, mahakama pia imetamka kifungu cha 50 cha sheria ya makosa mitandao kwamba kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 kifungu A ambacho kinatoa fursa kwa mtu ambaye atakuwa hajaridhika na maamuzi labda ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali baada ya kukiri kosa asiweze kwenda mahakamani. Kwa hiyo mahakama imetamka kwamba hicho kifungu kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hivyo kifanywa mabadiliko ndani ya muda wa miezi 12. Lakini pia imeeleza kwamba hatupaswi kulipa gharama kwa sababu hii kesi ni ya jamii nzima, na kama kuna pande ambayo itaona haijalizika inaweza kukata rufaa. Of course sisi kama sehemu ya walalamikaji katika hili shauri tumegundua kwamba kuna maamuzi yametoka, lakini kuna vipengele ambavyo sisi tunaona bado vinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 kifungu A cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pati yote ambayo haijalizika na maamuzi yote ya mamlaka yoyote unaweza kukata rufaa mahakama ya rufaa. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunaamini kabisa katika mashauri yanayohusiana na haki za binadamu, mahakama kuu sio mahakama ya mwisho, kuna mahakama ya rufaa, lakini pia mahakama ya rufaa sio mahakama ya mwisho, kuna mahakama ya Afrika ya haki za binadamu. Kwa hiyo tutaangalia uwezekano wa kwenda mahakama ya rufaa, na kama tutaendelea kuwa na msimamo huo tunaweza kwenda mpaka mahakama ya Afrika ya haki za binadamu ili tuweze kuona ni kiasi gani tunaweza tukawasaidia Watanzania kuweza kupata uhuru wa kujieleza kama sheria hii itaendelea kutumika kwa jinsi ilivyo. Lakini pia tunashukuru mahakama kwa kutenda haki kwa nguvu iliyofanya, kwa maamuzi aliyofanya na kwa kulisimamia hili jambo. Kwa hiyo tunashukuru sana, imefanya ndani ya muda. Tumefungua shauri mwaka jana, limedumu zaidi ya mwaka mmoja, lakini leo tumepokea maamuzi. Kwa hiyo tunashukuru sana pia kwa hilo. Maamuzi ni maamuzi, kwa lazima yapokelewe na yafanyiwe kazi. Baada ya kusikiliza hili shauri lazima tukalipitie maamuzi ambayo tumesema nyaraka tunaweza tukaipata Jumatatu, uamuzi wenyewe. Kwa hiyo tutausoma kila kona yake, tuangalie kama vipengele vile ambavyo tunaona bado hatujalizika navyo, basi tuna fursa kukata rufaa kwenda mahakama. Kwa hiyo muda wote tutawataarifu kwamba ni lini tunaweza tukakata rufaa, lakini tuna haki hiyo kisheria na bado tuko ndani ya muda.